Wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za katiba na sheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa, hasa katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu huendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi wa kiti cha rais, ubunge na udiwani ndio yanapoanza. Hatua na taratibu hizo ndio msingi wa uchaguzi huru na wa haki, na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Nachukua nafasi hii kuasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu na miongozo na maelekezo yanayotolewa na tume. Ndugu washiriki wa mafunzo, kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza yafuatayo. Kwanza, someni kwa makini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayotolewa na tume, na ulizeni ili mpate kufanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine pengine yatakuwa na changamoto za kufahamu, ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi. Cha kwanza tutakitoa wazalendo kwa nchi yetu. Sawa? Tuwa wazalendo kwa nchi yetu sababu hapa tunaenda kutengeneza muhimili, tuna mihimili mitatu. Sawa? Bunge, mahakama, sawa na serikali. Kwa hapa tutaenda kuunda serikali. Kwa uzalendo unatakiwa uwe kwa kiwango cha juu sana. Uzalendo kwanza. Tutaenda kuunda muhimili mkuu ambao tutafanya. Ni waase wananchi wa jimbo letu la Ilemela, hasa kwa manispaa Ilemela, wajitokeze kwenye kupiga kura tarehe 29 kwa sababu maandalizi ya tume yote yako vizuri, vituo vyote na wasimamizi wako vizuri. Tunawapa mafunzo ambao kwa leo na kesho. Wasimamizi na wasimamizi wasaidizi wa vituo wanaona swala la uadilifu ndilo watakalo lizingatia kuhakikisha kila Mtanzania anashiriki zoezi hilo. Na katika zoezi hili najipanga kuweza kufanya kazi kwa uadilifu na kwa uzalendo ili kuweza kuihudumia jamii, kuweza kukamilisha zoezi hili kwa amani na kwa usalama. Kama nitakavyofundishwa ni kuamka mapema, kuandaa kituo cha uchaguzi, kusimamia kila kitu ambacho nitakuwa nimeelekezwa. Kutakuwepo na wazee, kutakuwepo na wanawake wajawazito, kutakuwepo na watu wenye nguvu, ni kuwaelekeza wawapishe wale wazee. Namna kwamba niweze kufanya kazi kwa weledi uliotukuka ili kuweza kudumisha amani ya nchi yetu.